Ndugu Waislamu, katika rehema kubwa sana ambazo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anampa mja wake ni kumpa pumzi, kumpa uhai ambao kwamba hakuna mwanadamu hata mmoja wala kiumbe yoyote ambaye anaweza kumiliki na akaweza kumpa mwenziwe. Hata awe milionia kiasi gani, hata awe mtukufu kiasi gani, hawezi kumiliki hata dakika moja akampa mtu mwingine. Umri huu unakuwa thamani sana ikiwa Mwenyezi Mungu anaturuzuku katika siku zilizokuwa tukufu au katika miezi iliyokuwa mitukufu. Hapo unatakiwa Muislamu mshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwa sababu amekupa kitu cha ziada ambacho nyumati zilizopita hazikupata. Watu waliopita walikuwa wakiishi miaka mingi, miaka 900, miaka 1000, 1500, miaka 700, 800. Kwa hivyo walikuwa wakifanya amali njema nyingi sana. Sisi umma wa mwisho, Mwenyezi Mungu kwa kujua udhaifu wetu akatupa umri mchache baina ya miaka 60 mpaka 70, na Mtume akatueleza hayo. Lakini katika kipindi hichi akatuwekea vitu maalum, vitu ambavyo kwamba ukisadi kuvipata unakuwa umefanya amali bora kuliko aliyeishi miaka 1000, 2000 iliyopita. Hivi ni vitu maalum, mazaya na ataya, privileges ambazo Mwenyezi Mungu ameziteua kwa kumpa Mtume sallallahu na umma wake. Katika mambo matukufu kuna namna tatu. Kuna sharafu al-makan, kuna sharafu zaman, na kuna sharafu dhawati au hal. Sharafu al-makan inapatikana pahala palokuwa patukufu, kama vile mtu ambaye kwamba anakwenda Makka katika viwanja vya haramu vitukufu, pale akiswali swala yake moja ni tukufu mno kuliko dunia nzima. Sala moja pale ni sawa na sala 100,000 sehemu nyingine za dunia. Katika sehemu tukufu pale Madina na Al-Aqsa. Na kuna sharafu adhawati au alhal, anakuwa mtu anakuwa na utukufu. Kama vipi? Mtu ambaye amefunga, pale anapofunga anakuwa ndani ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana mtu akiomba dua pale inakubalika, anakuwa pesi sana, ombe khairi, hata harufu yake inatoka Mwenyezi Mungu asimame naipenda, kwa sababu yuko katika hali ya utukufu. Na kadhalika kuna sharafu zaman, utukufu wa nyakati. Utukufu wa nyakati, kama vile ilivyokuwa siku iliyokuwa bora ni siku ya Arafa, usiku uliokuwa bora Lailatul Qadri, mwezi wa bora kabisa Ramadhan, thumma Rajab, Shaaban na Muharram na Shawwal, kama ambavyo tunaelezwa katika hadithi zilizokuwa takatifu. Sasa mtu mwenye akili ni mtu ambaye anaangalia hali halisi kisha anachukua action kulingana na hali iliyokuwepo. Mtu mwenye akili ni mtu ambaye anasoma alama za nyakati na kisha anabadilisha kulingana na nyakati zile. Huyu ndo mtu mwenye akili kuliko wote ulimwenguni. Akiona hizi nyakati za siku ya Ijumaa kama leo, anasema kwamba huu ni wakati. Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema kwamba fihi sa'atul ijaba, ndani yake kuna saa ya ijaba. Kwa kila hakika anaomba Mwenyezi Mungu dua, na hasa baada ya asri. Kadhalika Mtume akasema siku hii ni usiku wa Ijumaa, na siku ya Ijumaa yenyewe ni siku atakuwa ni swaliwe sana. Mtu mwenye akili anamayiz katika siku ya Ijumaa, anamswalia Mtume mara nyingi sana. Huyo ana akili sana. Mtu mwenye akili yule ambaye anakuja kukesha katika usiku ambao unadhaniwa al-Qadri au katika 10 lote la mwisho. Na haya si mambo ya kuzushwa wala ya kufikiriwa, ni mambo aliyotufundisha mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layla wa ayqadha ahla wa shadda min zara. Hadithi nasema Mtume alikuwa na vizia nyakati, akiona 10 la mwisho la Ramadhani hapa inatarajiwa kitu kikubwa zaidi, basi Mtume anakesha kucha siku zile, anaamsha watu wake, anafanya jitihada ya ziada. Huyu ndo mwenye akili. Na Mwenyezi Mungu aliahidi zamani katika Qur'ani akasema hivi, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao kwamba wanafanya jitihada katika kutafuta kheri kwetu, hao tutawaongoza. Ahadi ya Mwenyezi Mungu hii. Ndugu zangu,
waliopita, wema waliopita na sisi tuliokuwepo na atakaokuja, wote wanapewa siku ile ile. Siku ni masaa 12 au 24, ni yale yale. Hakuna siku ina masaa 32 au masaa 19 au masaa 22. Hapana, siku ni ile ile. Kwa nini waliopita walifanikiwa, wakapata baraka katika maisha yao yakawa mazuri, wakamsalia Mtume sana, wakafa katika hali njema, wakaenda peponi, Mwenyezi Mungu akawabashiria pepo? Kwa nini? Kwa sababu walijua kutumia nyakati zao inavyotakiwa. Muda ndio ule ule. Labda nipige mfano wa watu skuli katika darasa, wakijua kwamba mwezi ujao ni mtihani, basi kuna watu watajifunga waingie kambini kwa ajili ya matayarisho. Na katika matayarisho yale kuna watu watajifunga vizuri sana, wapate walimu wa tuition, wapate textbooks, wapate vitabu. Kwa hiyo makamilisho yao yatakuwa yamekamilika vizuri sana. Na kuna wengine watatamani vile, lakini hawana uwezo wa kutafuta mwalimu wa tuition. Kwa hivyo yeye matayarisho yake atajitahidi, lakini matayarisho hayakukamilika. Na mwingine atakwenda late hours, dakika za mwisho, ataanza kulalamika, mimi sikumaliza syllabus, mimi sikumaliza kaza. Lakini wote hawa mtihani unawasubiri. Na katika mtihani huu wale waliofanya jitihada pia kuna wengine watafeli ndani yake. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba jambo lolote haliwezi kwenda bila jitihada. Lazima mtu uwe na akili, uchukue jitihada. Ukijitahidi, ukijifunga vizuri sana, Mwenyezi Mungu anakuambia mimi ninakuona na nitakuongoza katika njia inayotakiwa. Wengi katika sisi hatuna habari kabisa kwamba tumo katika mwezi mtukufu. Wengi hatufahamu jambo hili. Ni msiba mkubwa. Miongoni mwa msiba ni mtu kutojitambua kwamba yeye ni Muislamu. Mwenyezi Mungu wake amemueleza, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu samawati wal arda minha arba'atun hurum. Miezi ni 12. Kanuni nasema hivi, ni nasema sasa, ya Allah, tufanye nini kama miezi 12? Anasema minha arba'atun hurum. Katika miezi 12 hii kuna miezi 4 mitukufu. Muislamu jiulize, miezi hii umejua? Kama hujui, ndugu yangu, sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwa sababu wewe hujui utokako wala ulipo na unakokwenda pia hukutambui. Kwa sababu hii ni Qur'ani. Hapana hapa mafuhumu, hapana hapa zirai, hapana ikhtilaf. Hii ni Qur'ani. Arba'atun hurum, miezi 4 mitukufu. Unaijua? Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, je, kama unaijua, umefanya nini kitu ambacho kwamba cha kumuonesha Allah kwamba mimi nimefahamu maneno yako haya? Nimefahamu. Fiha minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. Halafu katika jambo la kufurahisha Qur'ani, wakati mwingine Mwenyezi Mungu anatuachia uwanja ili mwenye akili atumie akili yake. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafaqqahun. Zote aya zaeleza katika Qur'ani kuna aya zataka watu wenye kufahamu, watu wenye akili, watu wenye bongo. Ushaambiwa kuna miezi 4 mitukufu na ushaujua huli katika miezi mitukufu. Jiulize umefanya nini? Kama ukufanya kitu, ndugu yangu, mtihani mkubwa. Kwako wewe mwezi wa kawaida na mwezi mwingine ni sawa tu. Ni mtihani mkubwa. Ni kama kuku ambao kwamba wamkatika sikukuu, anamwona mwezi anachinjwa na yeye anasubiria pale pale, au mbuzi. Hajui kama akimaliza nitakiwa mimi. Mfano mzuri wa kupiga ni wa machinga. Wana akili sana wale watu wa vijana wao kufanya biashara. Akiona wingu tu anakimbilia mwavuli. Unashangaa dakika 2 tu mwavuli imesambaa mjini. Vipi? Watu wanakwenda na wakati, wewe. Shamba ni huko mjini, katika mji umekwenda kule, huna mwavuli, unamwona mtu katika mwavuli ghafla. Mwavuli wa shilingi 2500 anakupiga 5000 na utanunua, kwa sababu wewe umeshindwa kusoma ile nyakati. Mwezi wakasoma zile. Kaelewa? Mara imekuja maradhi, unamwona mtu anatembeza barakoa. Anatembeza, unanunua bila kutaka staki. Yule kasoma alama za nyakati, wewe umeshindwa. Basi ndugu zangu,
tumo katika mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab, miongoni mwa miezi mitukufu. Ni katika ile miezi minne, tena ndio mwezi wa kwanza na katika miezi mitukufu unafungua miezi minne. Mwezi huu lazima Muislamu, ndugu yangu, ujifunge, ufanye kitu cha ziada, kwa sababu Mwenyezi Mungu kakwambia ni mtukufu mwezi huu. Sasa wewe jiulize, baada ya Allah kusema mwezi mtukufu halafu asikwambie chochote, maana yake ni kwamba wewe uangalie katika amali zako tukufu, uchague uingie amali ile uifanye ikusaidie mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe uko katika zaman, nyakati ambazo ni nzuri tukufu, na amali ziko nyingi, amali zipo nyingi. Lakini kabla hatukwenda mbele, hii aya inamalizia mwisho, Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu. Subhanallah. Yani mtu ambaye hana akili anaweza kuona kwamba ina maana Mwenyezi Mungu anaturuhusu nafsi zetu tuzidhulumu katika miezi mingine isipokuwa miezi hii. Hapana. Lakini Mwenyezi Mungu sababu anatufahamu waja wake, anatujua viumbe wake, kwamba wako miongoni mwetu ambao kwamba watakwenda kama hayawani, hawafahamu mtukufu wala ulikuwa si mtukufu, watafanya mambo yale ya ovyo. Sasa Allah anatoa tahadhari kabisa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi nafsi zenu. Dhulma ndugu zangu, tunaijua dhulma. Katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu kayaumba na kisha akajitenga nayo ni dhulma. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu, hii dhulma, mimi dhulma nimejiharamishia mwenyewe kwanza. Fala waja'altuhu bainakum harama, nikafanya baina yenu ni haramu. Fala tadhalamu, msidhulumiane. Dhulma hiyo katika hali ya kawaida Allah anasema mimi kwangu ni haramu na kwenu ni haramu, bal katika hali hiyo ya kawaida anasema Mwenyezi Mungu, innahu la yuflihu dhalimuna, hakika kila anayedhulumu hatafaulu. Katika hali ya kawaida hiyo, si katika miezi mitukufu. Ndugu zangu, lazima tufahamu vizuri hii. Katika hali ya kawaida, innahu la yuflihu dhalimuna, hakika wenye kudhulumu hawatofaulu. Na dhulma ziko namna nyingi. Kuna kumdhulumu mtu mali yake, kumwilia. Kuna kudhulumu mirathi. Wengi tumo misikitini tunadhulumu mirathi, wengi tunadhulumu ndugu zetu wa mirathi. Kuna kudhulumu haki za watu. Kuna kudhulumu irdhi, kumsema mtu, kumsengenya mtu, kumsumbua mtu, kumfanyia chuki mtu. Zote hizi ni dhulma. Mtume akasema katika siku ya hija wada, haramun bainakum, zote ni dhulma hizi. Lakini Mwenyezi Mungu pamoja na mtume Mwenyezi Mungu pamoja na yote haya, dhulma hii akaturudishia wenyewe. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, sio mtudhulumu wenzenu. Hii mbali, hii kesha sema kabisa, anemdhulumu mwenziwe kashangamia. Innahu la yuflihu dhalimuna. Sasa Mwenyezi Mungu amekwenda deep zaidi ndani kusema kwamba hata wewe mwenyewe pia usijidhulumu. Ya Allah, vipi mtu atajidhulumu nafsi yake? Ahaiba pesa mfuko wa kulia aifiche kushoto? Haiwezekani. Ataanika kanzu yake alafu atakwenda kuiba? Haiwezekani. Vipi mtu nafsi yake ataidhulumu? Tayeb, na hii ndio nukta muhimu sana ya muhamini kutuba yetu leo. Dhulma, wamesema ahlul ilm ya kwamba katika hii miezi mitukufu, dhulma yoyote ifanywayo ni kubwa zaidi kuliko katika dhulma ya miezi mingine. Katika hii miezi mitukufu, dhulma yote ambayo mtu anaifanya, anasema Imam Abu Bakar al-Warraq al-Balkhi, ni katika salafu salih, amekufa mwaka 240. Salafu salih anasema hivi kwamba shahr Rajab, katika kueleza umuhimu wa mwezi huu, katika kueleza mwezi huu kasema maneno mengi ya katika Lataif al-Ma'arif lilimam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, ameeleza mambo haya. Kwanza tuseme dhulma nafsi yake ni namna gani? Dhulma nafsi yake ni mtu kule kuwa yumo katika mwezi mtukufu kama huu Rajab, halafu asifanye jambo lolote la khair. Huyu kajidhulumu. Narudia tena, dhulma ya mtu ambaye kujidhulumu mwenyewe ni mtu yumo katika miezi kama huu mtukufu, kama siku ya leo,
halafu mtu kama huyu asifanye jambo lolote la ziada, kama ni kama kufunga na funga katika miezi mitukufu. Hadithi sum min al-haram watruk, mtume akamwambia katika mmoja katika masahaba zake al-Bahili, sum min al-haram, funga katika miezi mitukufu, watruk, alafu unakata, usifulu mwezi mzima. Hiyo ina ikhtilafu, funga acha, funga acha, funga acha, au funga siku 15 acha 2, hakadha. Sum min al-haram au min al-hurum, funga katika miezi hii mitukufu, alafu na mingine unaacha. Ni katika moja mambo makubwa sana saumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu inamfanya mtu anakuwa kutwa nzima yumo katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Tofauti na kusoma Qur'an, atasoma dakika 10-15 ataacha. Tofauti na kuna mazikoni, atakwenda alafu atarudi. Kwa mangalia mgonjwa, atakwenda atarudi. Lakini yakiwa katika saumu, mtu anakuwa kutwa nzima amtumikia Mwenyezi Mungu, kutwa nzima. Kadhalika vile vile mtu anaweza akasoma Qur'an kwa wingi zaidi katika mwezi kama huu. Kwa nini? Kwa sababu yumo katika miezi mitukufu. Mwezi wa Rajab, katika kueleza amesema al-Imam Abu Bakar al-Warraq al-Balkhi katika Salaf as-Salih, shahr Rajab shahrun liz-zar'i, mwezi wa Rajab ni mwezi wa kuburuga shamba. Muislamu katika dunia hii kaletwa ili afanye amali, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah aangalie nani katika nyinyi mwenye amali njema. Sasa moja katika mambo makubwa ni kutumia kufanya dunia kama shamba. Ad-dunya mazra'atu lil-akhirah, dunia ni kama shamba, mtu analima apate mazao akatumia akhera. Sasa unaambiwa hivi, tumia hii mwezi huu wa Rajab ufanye ni kama mwezi wa kuburuga shamba lako. Wa Shaaban as-saqyu lizari, utumie mwezi ujao wa Shaabani ni kama unamwagilia maji yale ambayo umeshapanda katika mwezi wa Rajab. Umeburuga Rajab na ukapanda, sasa katika Shaabani unamwagilia maji. Ndipo pale unapokuja katika Ramadhan, wa Ramadhan shahru hasad zar'i, Ramadhani ni kipindi cha kuvuna. Ndio maana katika Ramadhani unamkuta mtu akishika msahafu anaporomoka kama anatapika. Si bure ile, alianza Rajab. Ukamkuta mtu katika Ramadhani anasimama tarawehe, anatamani labda zingekuwa rakaa 36 au 56, 20 kwake anaona kama anakunywa maji tu hivi. Akimaliza anaona yuko vizuri, wallahi anaona yuko vizuri kabisa, msikichoka. Hakuanza leo yule, kaanza katika Rajab. Unamkuta mtu Ramadhani anatoa kama kwamba kama anaogopa, haogopi kufilisika, anatoa kama hana wasiwasi wote, anatoa kufa ni tupa kufa kuna Mungu, hana wasiwasi wote. Yule ndugu yangu si yale siku ile, yale kaanza katika nini? Katika Rajab. Ni mwezi wa kuburuga shamba na kupanda. Salafu Saleh mwingine akasema, mathal shahr Rajab, mfano mwezi huu wa Rajab ni mathal rih, ni mfano wa upepo ule mwingi, unakuja upepo uliobeba mawingu ya mvua. Wa mathal Shaaban mithlu khayl, na kama mfano wa mwezi wa Shaaban ni kama sasa lile wingu la mvua limeletwa. Wa Ramadhan mithlu al-qatr, ni kama mfano wa mvua imekuja kunyeshezea watu, wanapata baraka juu ya baraka. Ndugu zangu, tumo katika miezi mmoja, miezi mitukufu, mwezi ambao kwamba waliopita katika sisi walikuwa tayari wanafanya mambo makubwa sana kwa ajili ya kuingia mwezi wa Shaaban pamoja na Ramadhan. والله تبارك وتعالى يقول بقوله المهتدون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوتي الأعزاء، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. Ndugu Waislamu, mwenye kuiangalia Qur'ani ataikuta inatuhimiza katika jambo la kujitayarisha na kuwahi. Qur'ani inatuhimiza sana katika jambo la kujitayarisha na kuwahi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametupa umri mfupi mno. Anaweza mtu akatiania jambo na asilifanye kabisa. Anaweza mtu akajifunga na asifanye jambo hilo. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa aifahamu Qur'ani. Mara kwa mara Qur'ani inakwambia sari'u, kimbilia, wasari'u ila maghfira, mfano wake sari'u, kimbilia jambo la kheri, likimbilia haraka, usisubiri kesho. Leo ukitoka hapa mtafuta namna, toa sadaka, kamtafutia yatima, kamtafutia mjane, soma Qur'ani, usisubiri kesho. Wasari'u, kimbilia. Qur'an nasema. Ibara ya pili Qur'an nakwambia nini? Wasabiqu, shindaneni katika mambo ya kheri. Wasabiqu, katika mambo ya kheri kimbilia. Hizi ni terminology za Qur'an, ndugu zangu. Namna gani Mwenyezi Mungu alizitumia katika kutushajiisha. Akasema tena wajahidu, jifungeni, kusudieni. Akasema tena Mwenyezi Mungu wasabiru, ilazimisheni na subira katika mambo magumu, mambo ya dhiki, ili mpate mambo makubwa. Akasema Mwenyezi Mungu tena warabitu. Subhanallah, terminology zote Mwenyezi Mungu anazitumia, lakini tunasema tena kwa watu wenye akili, ndugu zangu, watu wenye kusoma Qur'ani wakaifahamu. Ndio Qur'ani wakafahamu kwamba Qur'ani inashajiisha mtu kila dakika afikirie jambo la kheri alifanya, kwa sababu umri ni mfupi mno. Hakuna kesho, ni leo. Hata Mtume Mwenyezi Mungu naye katika hadithi zake sahihi akasema katika hadithi, ihris ala ma yanfa'uk, kimbilia katika mambo ya kukusaidia, wacha bla maneno mengi. Umesema huku, umesema huyu, ujanja, ndugu zangu, hautakusaidia kitu. Kimbilia mambo ya kuja mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Utakufa peke yako, utazikwa kaburi lako peke yako, ndani ya mwandani, ufukiwe mle ndani, wewe na amali yako. Usibabaishwe. Mwenyezi Mungu anasema nini? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, na wallahi mtatujia huku mmoja mmoja. La rafiq wala sahib wala halim wala sadiq. Hakuna rafiki, hakuna mwenza, hakuna besti, hakuna nani, peke yako. Ndugu yangu Islam, tanabahi sasa hivi. Umo katika miezi mitukufu. Wacha mambo ya kipuuzi na ujanja na kujifanya uo unajua zaidi. Fuata maneno ya Mtume na Mwenyezi Mungu. Jambo la kusikitisha, wengi hawafahamu, lakini Qur'ani inatueleza katika sehemu nyingi, waman adlamu mimman dhukira biayati rabbih thumma a'rada anha, na nani dhalimu zaidi? Tumesema aya ya mwanzo kabisa, fala tadlimu fihinna anfusakum, katika miezi mitukufu hii msidhulumu nafsi zenu. Sasa Allah anakuambia hivi, ni nani aliyedhalimu zaidi? Kwa yule ambaye kwamba anaambiwa maneno ya Mwenyezi Mungu, waman adlamu mimman dhukira biayati rabbih thumma, kisha akitoka hapo a'rada anha, atoka atanambia nini? Hata sikia nasema nini? Mimi atanambia nini? Anajitia pambana, anajitia hani maneno Mwenyezi Mungu kakumbushwa, lakini anajitia pambani. Anadhania kwamba iko siku Mwenyezi Mungu atashuka hapa, alafu aje pale Bemba anamwambia mja wangu nakwambia kadha. Mwenyezi Mungu afanye hivyo, anatutumia sisi tukueleze wewe ufahamu.
Sasa waman adlam mimman dhukira abiyat rabbih thumma arada anha, huyu ndo mtu aliodhulumu nafsi yake kuliko wote ule ambao kwamba anaelezwa mambo ya Mwenyezi Mungu, ayati na ahadithi anaelezwa, alafu unaingia huko na tukia huko, na akiyopondoka anajiona yeye ndo mjanja. Waman adlam mimman dhukira biayati, katika Al-Kahfi Allah akasema fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu, na kisha anajisahaulisha yale mambo mabaya na ufisadi ambayo anayafanya kwa mikono yake, anajisahaulisha ili kumtia doa yule msemaji. Yeye anajisahaulisha kwamba yeye ndiye mwenye ubaya wote. Wa nasiya ma qaddamat yadahu, anasahau yale ambayo kwa nafsi yake anayafanya kwa mikono yake. Inna ja'alna ala qulubihim akinna, sio hivyo Muhammad, sisi tumetia vizuizi katika masikio, katika nyoyo zao. Wakati mwingine usimshangae mtu kwamba kila akiambiwa aya za Mwenyezi Mungu hafahamu, kila akieleza hadithi hataki, kila yeye hafahamu tu, usimwone vile. Mwenyezi Mungu kaidi zamani kasema kwamba watu kama hawa aya zangu nazinyanyua, saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna, wale wenye kiburi aya zangu nazinyanyua, hawazifahamu, hawazitasimuja uziguzioni, hazioni. Ndugu zangu, tusiwe katika watu hawa. Unapokumbushwa, manake hii ni bora kwa nafsi yako mwenyewe basi, wala huambiwi umfanyie mtu, la nafsi yako jifanyie. Mtume anakuambia badiru bil a'mali, kimbilieni amali njema, jifanyieni wenyewe na wengine. أيها الإخوة، اعلموا أن الله تبارك وتعالى يأمركم بأمر بدأ فيه نفسه، وثنى بملائكة المسبحة لقدسه، وثلث بكم وقال في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار، خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن المستقبل العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اكفنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا إليك المصير. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والخطيئات، يا ستار العيوب والسيئات، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وألهمنا الشهادة عند الموت، وأكرمنا جنة نعيمة بعد الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله.